Gani kwa wazee? Inategemea vile wamelelewa na vile wanasikana na wengine. Ndio. Lakini kuwa kama mnaelewana ni ngumu sana. Kama mnaelewana inakuwa ni ngumu sana. Kwa hivyo serikali na jamii inafaa kuwa na jukumu la kuhakikisha kwamba wazee wako sawa na waelewane. Asante sana. Mzee Leja, unapata closing remarks zako. Unaweza kuguzia hayo maswali mawili ambayo nimeuliza mzee Peter na mzee Ngerere, lakini swali lako ni kwa namna gani vijana wanaweza kujifunza kutoka kwa wazee? Asante. Kitu ya kwanza ni kwamba vijana wa leo ningewaomba. Nimefurahia sana vile naona vijana wanaekeza na wanajaribu sana kwa bidii kutajirika haraka vile mzee amesema, lakini wakuwe na subira. Kila jambo liko na wakati wake. Na pia ukikimbia sana utakuja kupotelea haraka. Kwa hivyo kile umepata kwa jasho kinashika kwa mikono kuliko kile umepata haraka. Na ningesema vile tu Bwana Peter amesema, familia na serikali wakae pamoja. Waelewane. Kwa ajili serikali haitafikiria vile familia inaendelea, itasikiliza familia na familia nayo isikilize serikali. Kwa ajili kitu naona hapo ni kwamba serikali iko na mipango mizuri sana ya familia, lakini tena familia hawaelewi. Kwa hivyo wanaanza kublame serikali. Namba hiyo ingine ni kwamba sisi wote ni Wakenya, tunatakiwa kuishi pamoja, vijana na wazee wote wakae pamoja, na serikali ielewe. Haiwezi itwa serikali bila kuwa na raia. Nao raia hawezi kujiongoza bila na serikali. Kwa hivyo tuheshimu sheria za nchi na tuanze kupanga mikakati ya vile tutazeekea Kenya tukifurahia wote.